Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Nashon William Bidianguze, mbunge wa Kigoma Kusini. Swali lake itaulizwa na Mheshimiwa Genzabuke. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba swali namba 282 la Mheshimiwa Nashon Bidianguze lipatiwe majibu. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji Mwakizega uliopo wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Kazi zinazotekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa chanzo cha maji, ujenzi wa tanki lenye ujazo wa lita 300,000, ulazaji wa bomba umbali wa kilomita 21.5 sanjari na ujenzi wa vituo 46 vya kuchotea maji. Mradi huo umefikia wastani wa 85% na unatarajiwa kukamilika mwezi Juni 2025 na kunufaisha zaidi ya wananchi 20,348 waishio katika vijiji vya Mwakizega pamoja na Kabeba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF itakarabati miundombinu chakavu ya mradi wa maji wa Lukoma pamoja na kuongeza wingi wa maji kwa kufanya upanuzi wa kutoa maji kijiji cha Lagosa kwenda Lukoma kupitia skimu ya maji ya Buhingu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Josephine Genzabuke. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza. Jimbo la Kigoma Kusini kwa eneo kubwa limepakana na ziwa Tanganyika, lakini pia na mto Malagarasi. Lakini vipo vijiji ambavyo vimepakana kabisa na ziwa Tanganyika. Wananchi huenda kuchota maji kwa kutumia ndoo kwenye ziwa Tanganyika, lakini havina maji. Ni upi mpango wa serikali kuhakikisha vijiji hivyo vinavyopakana na ziwa Tanganyika vinapatiwa maji? Swali langu la pili. Katika halmashauri ya Kasulu DC, kata ya Muzye, lilijengwa tanki linalohifadhi maji kiasi cha lita 250. Lakini mpaka sasa hakuna mabomba yanayopelekwa pale kwa ajili ya kumaliza tatizo la maji. Je, ni lini serikali itapeleka mkandarasi ipeleke na mabomba ili kumaliza tatizo kusudi wananchi waondokane na tatizo la maji? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Nawashukuru sana wana Kigoma. Mheshimiwa Rais katika bajeti ya 24/25, bajeti ambayo inahitimishwa mwezi ujao, takriban bilioni 13.9 zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya mkoa wa Kigoma na zaidi ya miradi 37 imetekelezwa katika mkoa wa Kigoma kwa kipindi cha 24/25. Hii ni dalili tosha kabisa kwamba Mheshimiwa Rais yuko committed sana kuhakikisha kwamba wana Kigoma wanapata suluhisho la maji. Ukija kwenye ziwa Tanganyika, Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha uhakika cha maji katika mkoa wa Kigoma, Rukwa pamoja na Katavi ni ziwa Tanganyika, na hata uchakataji wa maji mpaka yamfikie mtumiaji ambao ni wenye gharama nafuu zaidi ni ziwa Tanganyika. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameshalizia na akatoa fedha na tumeshaanza kufanya study. Wataalamu wetu wanapita huko kuanzia Katavi, Rukwa pamoja na Kigoma ili tuone namna gani tutajenga mradi mkubwa wa kimkakati wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa ziwa Tanganyika waanze kuwa wanufaika wa kwanza wa kupata huduma ya maji safi na salama kabla hatujayapeleka maeneo mengine. Kwa hiyo nimtoe hofu, serikali iko kazini, inafanya kazi nzuri kabisa, na kwa bajeti hii ya trilioni 1.016 mlioipitisha siku ya Ijumaa, hakuna ambalo litashindikana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo nimuondoe hofu Mheshimiwa mbunge, vijiji hivi vitakuwa sehemu ya utekelezaji wa miradi hiyo. Lakini kwa eneo la pili, tumeshajenga tenki. Sasa yamebaki mabomba. Ni kuhakikishia kwamba hatuwezi kujenga tenki
halafu tukaacha kupeleka mabomba, kwa sababu maji lazima yapitie kwenye mabomba ili yawafikie watumiaji. Nalichukua kwa uzito stahiki, nitaenda kulifanyia kazi na nitakupa mrejesho wa nini tunaenda kukifanya. Lengo ni wananchi wetu na wananchi ambao wewe unawapambania wapate huduma ya maji safi na salama. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.